ninataka kuheshimu nafasi ambayo Mungu amekupa kwenye zamu hii kuongoza Kasfeta Tayomi hapa Saiv pamoja na watu ambao Mungu amekupa kuongoza nao na kusikia kutoka kwa Bwana. So I want to really honor that. Amen. Amen. Tunaendelea na somo ambalo linaitwa ugunduzi wa kusudi la Mungu maishani mwako. Na tangu jana utasikia na piga kelele nasema ninafundisha ugunduzi wa kusudi la Mungu maishani mwako. Na siku ya jana tumeanza kwa umbali mrefu. Nifanye tu recap kidogo. Tumeanza kwa umbali fulani. Kuna statements ambazo nilisema ninapofundisha ninakuwa nimeligawanya somo kwenye sehemu ili nisaidie mimi kuwasilisha, lakini ikusaidie wewe kuelewa na kuchakata, kuprocess. So somo nimeligawanya kwenye sehemu kadhaa, na sehemu ya kwanza inaitwa umeumbwa kwa kusudi. Maana yake nini? Haukuumbwa kwa bahati mbaya. Na tulienda kwa upana tukaona ya kwamba hakuna mwanadamu ambaye yuko kwa bahati mbaya, mwanadamu yuko kwa kusudi. Tukaangalia kwenye ulimwengu wa ufundi, nikiwa na maanisha manufacturing, tukasema kwenye ulimwengu wa ufundi huwa watengenezi bidhaa halafu wanajiuliza ni ya nini, ila huwa wanajiuliza kusudi halafu wanatengeneza bidhaa. Na kutokea hapo tukasema kama wanadamu waovu wana akili kiasi hicho, Mungu ana akili. Kwa Mungu hawezi kuwa alikuumba halafu akasema hivi huyu ni wa nini? Haiwezekani Mungu alikuumba halafu akashtuka, nimeleta mtoto wa kiume huku duniani wa kazi gani? Haiwezekani Mungu alikutengeneza ikamshangaza kwa nini upo. Na lengo ninataka nikujengee uhakika moyoni ya kwamba vile ulivyo, muonekano ulionao, background ulionayo, vyote viko kwa ajili ya kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Amen. Na tukasema ya kwamba hakuna mjadala tena baada ya set ground vizuri. Hakuna mjadala tena ya kwamba kusudi la Mungu lipo juu ya uwepo wa kusudi. Swala limekuwa ni namna ya kuligundua hilo kusudi. Na tukaangalia tukiwa inspired na kitabu cha Yeremia sura ya kwanza kuanzia mstari wa 4 mpaka mstari wa 7 alafu mstari wa 10, tukaona kuna nyakati 3 ambazo neno la Bwana lilimjia Yeremia. Nasema kabla hajatungwa mimba kwenye tumbo la mama yake, Mungu alimfanya nini? Alimjua. Na nikakwambia hili neno kujua ni tofauti na kufahamu, ni intimacy. Kwa Mungu sio tu alimjua kwa maana Yeremia, lakini alimjua kwa kina, alimjua ni wa nini, alijua anakuja kufanya nini, alijua details. Ndio maana ya kujua, ndio neno linalotumika kusema huyu ni mme na huyu mke, wanasema wamejuana. Kwa hiyo inazungumzia intimacy. Kuna vitu vya sirini, kuna mambo ya ndani ambayo hayajulikani na mtu mwingine yoyote. Kwa hiyo Mungu anaposema nalikujua, na angalia, anamjua kabla hajatungwa mimba. Kwa hiyo kabla hajawepo Yeremia alikuwepo. Na nikasema hii sio tu habari ya Yeremia kwamba Mungu alimjua mtu mmoja wengine wote hawajui. Kwa hiyo kama Mungu alimjua Yeremia, basi alikujua wewe kabla hujatungwa mimba. Nisikilize my friend, wewe sio bahati mbaya. Wewe sio ajali. Wewe hujaja kusindikiza kwenye haya maisha. Wewe uko kwa kusudi la Mungu. Alafu tukasema wakati wa pili akiwa tumboni, akiwa kwenye tumbo la mama yake, anasema nilikutakasa au nilikuweka pembeni au nilikuweka wakfu kwa ajili ya kazi maalum. Tukisoma zile tafsiri za Biblia Habari Njema na tafsiri ya neno. Kwa akiwa tumboni alitakaswa au alitengwa kwa ajili ya kazi maalum au aliwekwa wakfu. Maana yake Mungu anaanza kushughulika na wewe kabla hujazaliwa, halafu anashughulika na wewe ukiwa tumboni. Kwa kutakaswa kwako mpendwa, kuwekwa kwako pembeni kwa ajili ya kazi maalum, haikuanza siku ulipozaliwa. Ulitakaswa tangu tumboni. Halafu baada ya hapo tukaona baada ya kuzaliwa akawekwa. Na tukaanza kuangalia biblical theology. Tuangalie Biblia yote
kama ili wazo tunaliona kwenye Biblia, na ukiangalia Biblia yote maeneo mbalimbali, Agano la Kale na Agano Jipya, hili wazo linatai, hili wazo linakuja pamoja. Mtume Paulo anawaandikia Wagalatia, anasema Mungu aliyenitenga, aliyenichagua tangu tumboni mwa mama yangu. He possesses that understanding ya kwamba mimi, pamoja na vurugu mechi zote ambazo nimekuwa nazo, lakini mimi nilitengwa tangu tumboni. Na nataka hiyo iingie ndani yako ya kwamba wewe umetengwa tangu tumboni. Possess your understanding, halafu itulie ndani yako, ijenge ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Tukaenda kwenye Zaburi, tukaona ya kwamba macho yaliniona kabla sijakamilika. Macho ya Mungu yalikuwa anakuangalia, yuko very careful. Na nini tukaona kingine? Ya kwamba wakati anakukamilisha, anakuumba, vile vile alikuwa anaandika kitabu, alikuwa anaandika siku zako kitabuni. Sasa leo nataka tutaangalia mifano kutokea kwenye maandiko matakatifu. Ninapofundisha nataka kutengeneza uhakika, sio mihemko, uhakika. Kwa tuangalie maandiko kadhaa. Tutaangalia mifano mitatu ili niokoe muda, halafu baadaye nitakuja kusaidia kusema, kudismantle baadhi ya ideas ambazo tumekuwa tukichanganya. Wengine tunaposema kusudi tunachanganya na taaluma, career au profession. Nitakuja kudismantle hivyo vitu ili kukusaidia ujue uko kwenye kusudi au uko kwenye taaluma. Na there are times taaluma inaweza kuwa na contribute kwenye kusudi, ili kukusaidia kutofautisha na maono na matamanio. Kuna wakati, hata wakati tunakuwa, labda tulikuwa na matamanio tu, halafu tunafikiri hilo ni kusudi. So kwa msaada wa Roho Mtakatifu tutadismantle hivyo vitu ili tubakize kusudi lijisimamie. Then nitamaliza na maswali muhimu ya kujiuliza, maswali 5 muhimu ya kujiuliza. Roho Mtakatifu atatusaidia, tutafika hapo, ya kujiuliza ili yanakusukumia, yanakupelekea kuanza kugundua kusudi la Mungu. Alafu siku inayofuata tutakuja kusema moja kwa moja namna ya kuligundua kusudi la Mungu. Mfano wa kwanza nataka tuuone uko kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 1 mstari wa 21. Mathayo sura ya 1 mstari wa 21. Malaika anamtokezea Yusufu wakati anasita kumchukua Mariamu kwa sababu ya ule ujauzito. Alafu anamweleza kuhusiana na kile ambacho Mariamu amebeba. Anamwambia naye, kwa maana ya Mariamu, atazaa mwana. Sasa mwana tayari imesha specify gender, just in case of mwana ni son, S-O-N. Manake ni mtoto wa kiume. So malaika anakuja na habari kutokea mbinguni, na anakuja na hiyo habari ni kama siku kadhaa au wiki moja au muda fulani baada ya Mariamu kubeba ujauzito. Malaika haji na kusema twende tukaangalie kwanza, tukafanye kipimo tuone atakuwa ni mtoto wa jinsia gani. Kwa mbinguni inajulikana ya kwamba anayekuja anazaliwa ni mtoto wa jinsia gani, naye atazaa mwana. Mwana ni maana yake ni mtoto wa kiume. Kwa anajulikana jinsia yake. Wewe ulijulikana, wewe sio bahati nasibu. You are not a random act ya kwamba ilitokea tu papa hatujui, labda binti ambao hawajui ni wazazi, lakini Mungu anajua kwa hakika, na ni ujumbe kutokea kiwandani. This is a message from the maker ya kwamba anazaliwa mtoto wa kiume. Angalia ya maneno, nawe utamwita jina lake Yesu. Na jina limetokea kiwandani ya kwamba mtoto atazaliwa ni wa kiume, halafu na jina lake ndio hili. Sasa angalia, hili jina sio tu ni jina kwa sababu linapendezea, ni jina ambalo limebeba maana. Actually Yesu ni Yehoshua, ambayo maana yake, maana yeye ndiye, maana ya Yesu, maana yeye ndiye atakaye waokoa watu wake na dhambi zao, au tafsiri halisi, kutoka kwenye dhambi zao. Kwa Yehoshua au Yoshua ni mkombozi, maana ya Yoshua deliverer.
So anapokuja kutokea mbinguni, amewekwa kule tumboni, maelezo ni kwamba sio kaboi katakuja kaanze kulia tumseme hatujui hata anakuja kufanya kazi gani. Huyu mtoto amejulikana kabla mimba haijatungwa, amejulikana ni wa jinsia gani, amejulikana na jina lake, lakini jina sio muhimu sana, kazi aliyokuja kufanya, ya kwamba huyu hata kuwa wanderer, huyu hajaja kuzagaa hapa duniani, amekuja kuwaokoa watu wake na dhambi zao. Kwa hiyo akiwa na miezi miwili, don't be mistaken, hata kama unamnyonyesha, usijue akafikiri unanyonyesha kiduchu tu, usijue akafikiri unanyonyesha mtoto. Unanyonyesha aliyekuja kuokoa watu wake na dhambi zao. Mzazi anaweza asielewe, mzazi anaweza asikubali, lakini Mungu aliyetengeneza, wewe hujatengenezwa na wazazi, Mungu aliyetengeneza anajua kwa nini alidispatch wewe uje duniani, maana kuna kitu fulani umekuja kufanya. Watu wa Mungu wananisikia vizuri? Watu wa Mungu wananielewa? Nataka hiyo confidence izaliwe ndani yako, huo ujasiri uzaliwe ndani yako. Sasa huu ni mfano wa Bwana Yesu, maana ndiye atakayewaokoa watu wake kutoka kwenye dhambi zao. Halafu ukisoma kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya 13 mstari wa 5, malaika anamtokezea mzee mmoja anaitwa Manoa. Mzee Manoa ni baba wa Samson. Najua moja ya waamuzi ambao mnawafahamu, mnamfahamu Samson. Nani mwingine? Debora. Nani mwingine? Nani? Othnieli. Mmeanza kutaja mitaa ambayo wengi wasingetaja. Nani mwingine? Gideon. Yani hiyo najua tu ni Samson, Debora, Gideon. Kwingine kwa kweli watu mmepaacha. Rudi kwenye Waamuzi, you love the stories there. Sasa baada ya kumtokezea Manoa, of course anamtokezea mke wa Manoa, na anapokea ule ujumbe, alafu anabakia anang'ang'aa macho, anaambiwa kuhusiana na huyu mtoto. Kwani tazama, utachukua mimba, nawe utazaa mtoto mwanamume. Nasikia ujumbe, au kwa lugha nyingine utazaa mwana. Tazaa mtoto mwanamume. Kwa mbinguni wanajua tuna dispatch mtoto wa kiume. Na sio kwamba tazama umechukua mimba, hata mimba yenyewe hana, lakini inajulikana. Kwa siku akiconceive, mbinguni watashtuka, wow, ni mjamzito. Mbinguni wanajua. Usioni siku zangu. Mbinguni wanajua. Haiwezekani anatematema mate, sijui nini kimetoka. Mbinguni wanajua ya kwamba huyu anachukua mimba. By the way, hata subiri kwenda kwa daktari kujua ni mtoto wa jinsia gani, ni wa kiume. Habari ndio tumeshakupa. Na sasa haishi kwenye maandiko. Inawezekana wazazi wako walikuwa wajui, lakini mbinguni walijua. Mbinguni wanajua ya kwamba kuna mtoto wa kiume, kuna mtoto wa kike, tumemwachilia kwenye familia fulani. Mbinguni wanajua. Wazazi inawezekana ilikuwa ni kitu kigeni, lakini mbinguni wanajua. Sasa utachukua mimba, nawe utazaa mtoto mwanamume. Maelekezo ya mtoto mwenyewe ambaye hajazaliwa na mimba yenyewe haijatungwa. Ni kama kichekesho. Tunaanza kujadili, si usubiri kwanza hata mimba ipatikane. Je, ikiharibika? Je, asipozaliwa? Je, akiwa wa kike? We. Hawezi kuwa wa kike kwa mbinguni wameachilia wa kiume. Asipozaliwa atazaliwa, ndio maana wembe usipite kichwani kwake. Kwa swala la je, isipotoka, what if? Sio what if. Mbinguni hawana what if, kwa sababu shughuli walioachilia mbinguni tayari wamemaliza. Amen. Sasa nataka hiyo boldness ingie ndani yako. Kama mbinguni wanasema kuna mtoto wa kiume anazaliwa, why do you question your existence? Kwa nini unahoji? Una umaana gani? Kwa nini una mashaka? Watu wa Mungu wananisikia? Wanasaidika? Angalia, na wembe usipite juu ya kichwa chake, maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni. Kuna maelezo yanaanza kutolewa. Huyu mtoto atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni. Maneno yanayofuata, naye ataanza kuwaokoa Israeli na mikono ya Wafilisti. Naye ataanza kuwaokoa Waisraeli na mikono ya Wafilisti. Napendaga kuambia watu hivi, kazi yako umetoka nayo tumboni. Yaani kwamba unakuja kufanya nini duniani?
Sio ngoja nikasome, nitakuja kuonyesha hapa napotofautisha kusudi na profession. Ngoja nikasome, let me figure out Mungu anataka nifanye nini. Nisikilize mpendwa, kazi ambayo umekuja kuifanya duniani ulikuwa nayo tumboni, ulipozaliwa ukazaliwa nayo. Kwa hiyo quit, achana kutafuta kazi nje yako. Kazi iko ndani yako, na ukijua hivyo utarelax 100 times. Utakuwa na utulivu mara 8,000, kwa sababu kazi imewekwa ndani yako, haiko nje yako. Kazi haupewi na lecturer fulani, kazi haupewi na mafunzo fulani. Mafunzo yanaweza yakaiboresha, lakini sio yanakupa. Kwa wewe una kazi ndani yako. Okay, unaweza ukatafuta ajira lakini kazi unayo. Watu wa Mungu wanasaidika. Kazi unayo, ajira ndio unatafuta. Kazi unayo, na ukifuatilia vizuri, kila mtu, nitakapokuwa nakuonyesha kugundua kusudi, kila mtu kuna vitu ambavyo ni very suggestive, ambavyo ni divinely put, vimewekwa, vimepangiliwa kiroho ndani yako. Kuna namna Mungu amevipangilia, vina suggest unatakiwa ufanye nini. Amen. Amen. So huyu mtu wa Mungu wanaambiwa, huyu akija duniani, huyu shughuli yake itakuwa kuwaokoa Israeli kutoka kwenye mikono ya Wafilisti. Sasa kwenye shule zingine wakati nafundisha kuhusiana na kusudi, huwa lina tabia, linaanza kukuwekea boundaries, linaanza kukujengea mipaka. Ukianza kwenda kinyume nalo, ukianza kutumika kinyume nalo, unaenda ukanda wa hatari. Unaona, huyu ndugu alikuwa divinely ameshawekewa nguvu. Divinely ni bouncer. Na wengi tukisema Samsoni huwa tunawaza ni mtu ana misuli. Biblia haijasema hivyo. Kwa hiyo inawezekana alikuwa ni kama mtu kembamba, ila anasepa na geti la mji. Kwa sababu hizo ni nguvu za ndani. Kumbuka sio nguvu za nje, sawa? Hiyo picha watu tunatengeneza sisi. Kwa ana nguvu za ndani. Bahati mbaya sana, mara nyingi hizo nguvu hakuzitumia hata kulinda wana wa Israeli. Alitumia kulinda mapenzi. Lakini at least ile ya kwamba ni bouncer, anaweza hata akapigania penzi. It's suggestive. Ila ni nguvu iliyotumika sivyo. Na kuna watu wengi sana ni tunaita misplaced. Ni watu ambao wamekuwa misplaced. Ana nguvu, unagundua kuna namna Mungu alimkusudia, lakini unaona anaandika mashairi ya mapenzi. Ukifuatilia vizuri, huyu unajua ni mwandishi wa vitabu vya mafundisho ya neno la Mungu, ila amekuwa misplaced. Bwana Yesu atusaidie sana. Mfano wa 3. Simuona huyu ndugu amejulikana ni mtu wa namna gani, na nini kitokea akiwa tumboni, na nini kitatokea akija duniani. Mfano wa 3 uko kwenye Injili ya Luka sura ya kwanza mstari wa 13 mpaka wa 17. Lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkeo Elisabeti atakuzalia mtoto mwanamume. Unaona hii kitu? Ameambiwa tena jinsia. Mbinguni hawajaribishi. Hawa dispatch mtoto, wasema let's figure out. Subiri mimba ifikishe miezi 4. Sogeza mwezi wa 5, ifika mwezi wa 7. Hebu awe wa kike basi. No. Mbinguni wanajua tu kuanzia day 1. Sawa sawa. Mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yohana. Nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake. Kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana. Hata kunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye. Unasikia hizo details? Nisikilize, hiyo mimba imeshatungwa? Bado. Mbinguni wanajua hadi atajazwa na Roho Mtakatifu akiwa tumboni. Okay, mtoto ana miezi mingapi tumboni? Hata bado mimba haijatungwa. Alafu na wengi katika Israel atawarejeza kwa Bwana Mungu wao. Umeona kazi ambayo amekuja kufanya? Naye atatangulia mbele zake katika roho ya Eliya na nguvu zake,
ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto na kuwatilia waasi akili za wenye haki na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. So nataka uone ya kwamba malaika ametumwa kutokea mbinguni aje alete habari ya kuzaliwa mtoto ambaye anajulikana jinsia, anajulikana kazi, anajulikana anafanya nini, akiwa tumboni anafanya nini, details zote zinafahamika. Sasa hii tu ni baadhi ya mifano, lakini kuna mifano kadhaa mingi tungeweza kuendelea kuexplore kwenye neno la Mungu. Utaona ya kwamba mbinguni hawako surprised na uwepo wetu duniani. Mbinguni hawashangai uwepo wako duniani. Hiyo kusudio langu, nataka nisukume ndani ya mtu ujasiri ya kwamba mpendwa, vyovyote ulivyokuja, lakini as long as mbingu ziliridhia uwepo, basi uwe na ujasiri ya kwamba mbingu inanijua, inanifahamu kwa jina, inanifahamu kwa jinsia, inanifahamu kwa kazi, inanifahamu kwa kusudi. Mbingu zinajua maelezo, mbingu zinajua uko hapa, mbingu zinajua uko hapa. Sasa kazi yako ni kuanza kudiscover hicho ambacho mbingu zimenituma kufanya. Nimetumwa kufanya nini? Tulivyopokea mtoto wetu wa 5, niliwaambia na watoto wa 5 wa kibiolojia. Tulivyopokea mtoto wetu wa 5 ambaye ni wa kike, na nimejifunza kupenda mwishoni sana. Watoto wa kike watakufundisha kupenda. Kwa at least na mtoto wa kike namba 4 na namba 5 ndio wamenifundisha kupenda sana. So tulivyopokea mtoto wetu wa 5 ilikuwa ni mixed feelings, na nafikiri kama siku 2 baadaye, moja ya kitu tulikuwa tunajadiliana na mke wangu, aliniambia statement ambayo ilinishtua. Ni kitu ambacho okay, tunaweza kuwa tunajua, lakini it was wow. Katika mazungumzo nika nawaambia, ninajua huyu dada amekuja hapa duniani. Na of course mimi nikiwa napokea watoto nina mkeka nimeandaa. Kwa hiyo nikiwa nampokea hivi, nitamshindilia hayo maneno aje aiambiwa. Kwanza nimeshaanza kumsemesha akiwa tumboni. Akija nampokea na maneno mengi sana, matamko, unabii na vitu vya namna hiyo. Kwa sababu najua huyu dada amekuja duniani, kuna vitu kadhaa ambavyo nasikia rohoni mwangu amekuja kufanya. Na nikamwambia mke wangu ya kwamba ninajua kazi yake ameibeba, ninajua na vitu vyote vilivyotakiwa kufanya amebeba. Mke wangu akaniambia, sikiliza vizuri, na unajua na watoto wake amewabeba. Akanifafanulia hivi, mwanamke anapozaliwa hivi pap, na anazaliwa na mayai yake yote. To me that was a shocking statement. Kwa hiyo ukikaangalia unajua nika kipande ka mtu kwa aka na kenyewe ni kamekuja na watoto wake kana mayai yake tumboni. Yaani usifikiri eti afikishe miaka 17 Mungu ndo anasema mayai tuweke. Amekuja na tumbo lake la uzazi vile vile kalivyo. Kwa hiyo mpendo wangu, kama kibiolojia unaona ina make sense, kikusudi inapaswa ku make sense zaidi kuliko hata kibiolojia. Kama unadhani ni sawa kwamba huwa Mungu asubiri wakue wa dada awafungue awawekee mfuko wa uzazi, huwa wanakuwa wamezaliwa nao, kwa wanakuwa nao. Vivyo hivyo na kusudi ndivyo ambavyo Mungu asubiri ukuekue aliweke. Unalo tayari, kusudi liko ndani yako tayari. Bwana Yesu na atukuzwe. Amen. Ngoja nikuonyeshe mambo kadhaa as a way of comparing kusudi na vitu vile vitatu hapa. Ninataka kukuonyesha ili libakie kusudi jenyewe. Kusudi sio taaluma au sio ujuzi au profession, sio career. Alafu baadaye mwishoni ninaposema kusudi sio nini, nitasema kusudi ni nini. Watu wengi saa nyingine katika kufundishana kusudi, kama tutafundishana kwa upana, mwingine anaweza akasema kusudi ni kuwa engineer. Sasa msimu akasema na wasema vibaya. Kusudi sio kuwa daktari, kusudi sio kuwa nurse, kusudi sio kuwa footballer.
Kusudi sio kuwa whatever, unaweza ukataja chochote. Hilo sio kusudi, hiyo ni profession. Na nitasema baadaye kule mtakuja kuchambua ni kwa nini. Profession au career ni kitu ambacho kiko nje yako, unajifunza, na ni vitu ambavyo hapo awali hukuwa unajua. Kwa unajifunza, viko nje yako. Kusudi liko ndani yako, unaligundua. Hausomei kusudi, unaweza ukasomea career fulani. Kwa nini ninataka kutofautisha kati ya profession au career na kusudi? Kwa sababu kuna watu ambao kwa sababu fulani fulani, au kuna alama fulani walikosa, au kuna uchaguzi fulani waliukosa, kutokea TCU kwa mfano, au kutokea NECTA kwa mfano, labda kupangiwa combination. Kwa hiyo hukupangwa kwenye ile combination, na kwa sababu hiyo haukusoma labda A level ile combination ambayo ungesoma, na kupelekea chuoni usisome profession ambayo ungesoma. Do we say ya kwamba umepoteza kusudi? Si sawa. Hiyo ni profession, hiyo ni profession. Sasa profession sio kusudi, kwa sababu ni vitu ambavyo viko nje yako. Nitakuja kufafanua kusudi ni nini. Lakini vile vile kusudi sio matamanio. Kusudi sio matamanio. There are times katika ukuaji kuna vitu ambavyo kutokea nje yetu tumevitamani, na nitakompea hapa muda si mrefu matamanio baada ya kujua kusudi na matamanio kabla ya kujua kusudi. Kuna matamanio, labda kuna watu ambao tunawaita models, na katika kukua kwenu labda nyie, lakini kuna watu wamekuwa na models. Kila mmoja ana model wa namna yake. Wengine model wao wamekuwa Rambo, mnamjua Rambo, Arnold Schwarzenegger, John Cena. Kuna watu wao ndio wamekuwa models wao. Nikiwauliza ukweli kabisa, nikiwasambaza, kwa sababu hamwezi kusema mbele ya mwenyekiti, nikiwasambaza kila mmoja aniambie model wake amekuwa nani, ni wachache watasema Kulola. Wengi mmekuwa na Ronaldo, yaani mmekuwa na models wengine Kanumba. Kila mmoja amekuwa na model wake. Kwa hiyo kuna wengine growing up ametamani hadi anaanza kuweka na nywele hivi, anataka afanane na fulani. Wengine wakafikiri Bwana amewaita kuwa wachezaji wa mpira ni kwa sababu tu kuna model fulani wamemuona. Hayo ni matamanio, na matamanio ambayo yako nje yako, sababu ni vitu unaviona viko nje yako. Kwa huku duniani kuna vitu vingi sana, na adui anachokifanya vile vile namna ya kuwa distort watu kutoka kwenye kusudi, anahakikisha distortions au distractions ziko as visible as possible, zinaonekana kwa nguvu kwa kadiri inavyowezekana. Mara nyingi sana, angalia, hata watoto wangu nikuja nao jana hapa, angalia, inabidi tuweke visible watumishi, wachungaji, wamishonari, wapanda makanisa, tuwaseme kwa sauti mpaka waanze kuwaadmire. La sivyo, usipofanya hivyo, wanaweza tu wakawa na admire Aziz Ki, alafu wakajua Bwana anawaita kucheza mpira. Kwa hiyo kuna hayo matamanio ambayo tumekuwa nayo. Wengine ni mwalimu, na ulikuwa unamwona tu ni mwalimu anaongea sauti laini, kwa hiyo unasema wow. Hayo ni matamanio na sio kusudi, kwa sababu vinakuinform kutokea nje yako, wakati kusudi liko ndani yako. Hata hivyo, nataka kuchora mstari hapa baina ya matamanio kabla ya kulijua kusudi na matamanio baada ya kulijua kusudi. Mtu ambaye kwa hakika amelijua kusudi, ameligundua kusudi la Mungu kwenye maisha yake, kuna vitu ambavyo akitamani, na huyu mtu ameokoka, na maanisha na ana roho wa Mungu ndani yake. Kuna vitu ambavyo kwa sababu Roho Mtakatifu anashuhudia pamoja na roho yake, wameshikana namna hii, kuna wakati anadhani ni yeye anatamani, kumbe ni Roho Mtakatifu anatamani kupitia roho yako. Na nitakuonyesha kwenye maandiko. Watu wa Mungu wanasikia vizuri. Ukiwa umeligundua kusudi, umejazwa na Roho Mtakatifu, kuna wakati unafikiri ni wewe unawaza, ni kumbe Roho Mtakatifu anawaza kupitia mawazo yako. Kuna wakati una kiu fulani na unadhani ni kiu yako, kumbe ni Roho Mtakatifu anaona kiu kupitia kiu yako. Angalia kwenye maandiko matakatifu. Ndio maana mtu ambaye ameokoka na amejazwa Roho Mtakatifu, chunga unawaza nini,
chunga unatamani nini. Inawezekana takuonyesha vizuri kesho. Inawezekana ni Roho Mtakatifu is leading you kulielekea kusudi, anakuelekeza huko, na hivyo vitu vinachangia kwenda kwenye kusudi. Kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza, Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza, mara kadhaa anafundisha namna watu wanasikia wito, wanapokea wito. Namna mojawapo ni hapa, anasema Mtume Paulo, sio mimi, ni neno la kuaminiwa. Ni neno la nini? Ni neno la nini? Kuna hayo maneno anayasema mara kadhaa, ni neno la kuaminiwa. Sasa akisema ni neno la kuaminiwa, ujue ni la kuaminiwa, no discussion. Anasema ni neno la kuaminiwa. Nini? Mtu akitaka, mtu akifanya nini? Akitaka. Hii hata hajafunuliwa, hii anataka. Huyu ni mtu ambaye ameokoka, amejazwa Roho Mtakatifu, anajisikia ndani yake. Na hii kutaka isikutishe ya kwamba ni kama anataka kupokonya, ni ana desire. Ndio neno la Kiingereza linatumika. Mtu akidesire. Anasema mtu akitaka kazi ya askofu. Sasa askofu sio kama vyeo tulivyo navyo sasa hivi. Askofu maana yake ni mwangalizi, mtu ambaye anataka kuangalia roho za watu, mtu ambaye anataka kusimamia maisha ya watu. Paulo amwambii hivi huyo mtu aache mara moja. Anasema wow, amefanya nini? Atamani kazi njema. Yaani Paulo anasema ni hivi, kaka, ikitokea umetaka kazi ya waskofu, karibu, ni kazi nzuri. Wanawambiaga hivi watu, kama hujawahi kumsikia Roho Mtakatifu anasema ndani yako utoe hela, utoe sadaka, usije ukawahi kumsikiza Roho Mtakatifu anasema ndani yako kuhusiana na mchumba, we ujui sauti yake. Mmesikia kitu nimesema? Yaani watu wengi wanamsikia Roho Mtakatifu saa ya kuomba mchumba, nifunulie, niambie atatokeza wapi, atatokeza na nguo gani, na unamwekea picha. Kwanza umechukua mabinti 4, umeshawapiga picha, si umechukua Facebook, umeziweka, unamwekea Roho Mtakatifu multiple choice. Wewe haujui sauti ya Roho Mtakatifu. Kweli kabisa. Hapa unaona sijui mnaambiana outreach, watu paka muambiwe mikwara nini, lakini kuna watu hawajai kumsikia Roho Mtakatifu anawaambia hivi, chukua shilingi 50,000 katoe kwa ajili ya outreach, afu usiende. Yaani watolewa waende. Yaani wa ile. Wewe hujui sauti. Yaani haiwezekani tuchange michango ya outreach, Roho Mtakatifu hajamgusa hata mtu mmoja atoe. Yaani ni ile ya kuambiwa leta ili uwe mwanachama hai. Ila kwenye uchumba wote tunamsikia. Niwaambie wapendwa, wewe kwa kweli kama tu umempenda kakifani, kwa kuwa huwa msikizi Roho Mtakatifu, pita tu njia yako, usianze kumhangaisha Roho Mtakatifu kwa sababu umjui. Mnanisikia vizuri? Sasa anasema hivi, kuna vitu ambavyo ukivitamani, haiwezekani shetani akakupa kutamani kuwa mchungaji. Shetani atakuwa shetani muhuni sana, sababu anajua ni kwa hasara yake. Haiwezekani shetani akaweka, nisikilize, amnaga pepo likavuvia ndani yako utoe sadaka, eti uchukue laki, wanaenda outreach, eti ili ni pepo hili, upeleke laki outreach. Ukisikia ndani yako chukua laki, peleka outreach, usijiulize Bwana ni wewe unaongea. Wewe ni kichaa, Bwana anaongea. Huyo ni Bwana anaongea. Kwa hiyo basi, kuna vitu ambavyo huwezi, by your human standards, huwezi kuvitamani. Kwa viwango vya kibinadamu, kuna vitu huwezi vitamani. Huwezi tamani kushuhudia. Yaani Roho Mtakatifu anaweka ndani yako, mshuhudie huyo aokoke. Alafu nasema shindwa, kuta ni shetani huyo. Kwa sababu kibinadamu huwezi kutamani kuwashuhudia watu. Kwa hiyo ukiwekewa ndani yako, unajisikia huyu ni mwambie habari za Yesu, ujue ni Roho Mtakatifu anaongea. Kwa hiyo umetamani jambo zuri. Ukitaka kumtumikia Mungu,
umetaka jambo zuri. Usisubiri ngoja sasa nikafunge siku 70. Unafikiri nani alikuwa anataka ndani yako? Ni shetani. Shetani hataki umtumikie Mungu, hana akili. Kwa kuna vitu lazima ujue, mtu ambaye umeokoka na umejazwa Roho Mtakatifu, ukivisikia vimeanza kuwa desires ndani yako, ujue actually hata sio wewe. Sababu wengi na wajua nyie mngetaka mpate hela, mngetaka mpige hela. Kwa hiyo ungetaka upate kazi wapi, TTCL fulani hivi, upate kwenye minara, engineer. Ndio hayo mambo mnapenda. Ile ya kwamba unasikia kumtumikia Mungu, mpendwa, huyo ni Yesu mwenyewe, huyo ni Roho Mtakatifu anakusemesha. Kwa hiyo quit questioning, start obeying. Na wengine wenu niwaambie, Roho Mtakatifu ametaka sana ndani yenu. Yaani mnajua kabisa baada ya kumaliza chuo natakiwa niende kwenye huduma, mnavokemea sasa. Kweli kabisa. Nimefundisha semina moja kama mwezi umepita, kule panaitwaje tena? Social. Nimefundisha. Nikasema wale watu ambao wanasikia ndani yao mzigo wa utumishi baada ya kumaliza chuo, guess what? 80% ya watu walisimama. Mnanisikia watu wa Mungu? Wengi wa mnye mnasikia. Yaani Mungu yuko ana solicit, anaita jeshi, anaita watu wa watume. Alafu najua mimi ni engineer. Wewe sio engineer, wewe ni Yona. You are sponsoring your disobedience. Unajua na huku kuwa na hela na kuwa na elimu, Yona alivyokuwa na nauli ilibidi alipie uasi wake. So there are people who are sponsoring their own disobedience. Bwana atusaidie sana. Unajua kuna wamishonari hapa mmejificha kwenye uinjinia. Kuna wapanda makanisa, you know deep in your hearts, mnajua kwenye vilindi vya mioyo yenu, ila umejificha injini. Afu naenda kutafuta ile, afu tunawezesha kazi ya Mungu. Wewe acha kuwezesha, una hela za kuwezesha wewe. Una hela ya kuwezesha kazi ya Mungu. Wewe nenda kafungue kanisa huko ambako Bwana ameweka ndani ya moyo. Wengine Bwana amesema anawapeleka Mtwara, and you know that. Ila sasa tutakuwa tunakula nini? Korosho. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 13. Biblia inasema kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu. Umesikia statement? Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu. Unajiona unataka wewe, unajiona unatenda wewe, sio wewe. Yeye ndiye atendaye kazi ndani yako. Umesikia sana kitu anachofafanua? Kwa there are times unajisikia desire, umeokoka, umejazwa Roho Mtakatifu, unajisikia shauku, unajisikia matamanio sio yako, yeye ndiye anayetamani ndani yako. Alafu anasema hivi, kwa kulitimiza kusudi lake jema. Kwa yeye ndio anatenda kazi ndani yako, anaweka matamanio, unajiona unatamani. Anaweka shauku, unajiona una shauku. Anaweka kutaka, unajiona unataka. Lengo ni atumie moyo wako, atumie fikra zako, akili zako, uyatamani, uyataka hayo mambo, ili yeye atimize kusudi lake jema. Kwa kule mbele nitakapokuwa nakufundisha kuna vitu kadhaa nitakuonyesha maombi ya kuhoji, maombi ya kuuliza, inquiry prayers. Baada ya kufanya inquiry prayers, sisi tulifundishwa tukaanza kuomba. Baadaye ukishafanya mfululizo wa hayo maombi, utajisikia, na wengine tayari, utajisikia kutaka, utajisikia kutamani. Sasa vile vile ni vizuri ujue kuhusianisha kuomba kwako na kupokea kwako majibu. Usije ukakemea sasa unajibiwa maombi. Amen. Amen. Okay. Nimesema kuhusu matamanio, alafu niseme sasa kusudi ni nini as compared na taaluma na matamanio. Matamanio nimeyagawanya sehemu mbili. Umeelewa vizuri? Umeelewa vizuri. Sababu nikisema tu matamanio yale ya utotoni mabaya au sio sawa sawa, unaweza ukabeba hiyo ukaja ukaimply kwa mtu aliyeokoka na amejazwa Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu anataka ndani yako, anatenda kazi ndani yako. Ni vizuri utenganishe. Kuna watu wamenisikia vizuri kabisa? Sawa.
kusudi moja, kila mara nimesema, liko ndani yako. Kwa hiyo hautalitafuta nje yako. Hakuna elimu ya utafundishwa. Hata hiki ninachokufundisha na kufundisha ili kufungua macho yako ya ndani yaweze kuona hicho cha ndani. Actually sio mimi nakupa kusudi. Mimi nakufundisha kufungua macho ili uone kilichoko ndani. Sawa sawa? Kwa sio mimi nakupa kusudi. Hakuna mwalimu atakupa kusudi. Hakuna mzazi atakupa kusudi. Kwa acha hata kuuliza wazazi. Hakuna rafiki atakupa kusudi. Tutakachofanya, tutachochea understanding ili uweze kugundua ndani yako. Kwa at the end of the day ni unapaswa urudi na kuanza kudiscover kutokea ndani yako, kwa sababu ulikuja nalo. Sawa? Tunasikizana vizuri? Na haya maswali yatanisaidia kwa sababu na kama dakika 5 mkononi mwangu. Na kuna maswali 5 ambayo ninataka niyaweke na ni set stage yangu kwa ajili ya siku ya kesho. Maswali 5 ambayo ni maswali muhimu sana. Sasa sio mimi niliyatunga. Kuna mtu anaitwa Dr. Miles Monroe katika kufundisha kuhusiana na kusudi, maswali 5 aliyaweka baada ya kufanya study kubwa, na of course ukisoma neno ndivyo ambavyo unakuja kugundua ni maswali muhimu sana. Usipoyajibu haya maswali, you'll end up frustrated. Utachanganyikiwa. Kwenye falsafa, najua sijui kama mnasoma falsafa huku. Kwenye falsafa yanaitwa maswali ya maisha. Maswali ya maisha. Au sangine wanaita philosophical questions. Maswali ya kifalsafa. Au ni maswali yanawapasua kichwa wana falsafa mpaka kesho, mpaka Yesu Kristo anarudi, kwa sababu wao hawatawahi pata majibu yake. Yako ndani ya Kristo. Swali la kwanza ni maswali rahisi sana. Mimi ni nani? Mimi ni nani? Who am I? Ambalo ni swali linajibu utambulisho, identity. Swali la utambulisho. Na mara nyingi usipowekeza muda mzuri kujibu hili swali, utaishia kujibu kwa mwonekano wa nje. Kuna watu ukiwauliza mimi ni nani au wewe ni nani, anasema mimi ni mwanaume, mimi ni mwanamke. Vizuri. Ni vizuri. Wewe ni nani? Mwingine atasema kwa ethnicity. Mimi ni Mkuria. Ni Mgaya? Yuko wapi yule ndugu? Alikuwa amekaa hapa jana. Hajaje yule ndugu? Mwambie uje kesho. Unaona, mmoja anaweza akasema mimi ni Mkuria. Mwingine anaweza akatumia rangi, mimi ni mweupe, mimi ni mweusi. Mwingine anaweza akatumia kimo. Mwingine anaweza akatumia profession, mimi ni engineer. Lakini huyo siye wewe halisi. Huo sio utambulisho wako halisi. Wewe sio rangi, wewe sio umbo, wewe sio mwonekano. No wonder nijaribu tu kusaidia. Ukienda kwenye msiba wanasema mwili wa marehemu. Kwa marehemu hayuko hapo. Kwa mwili wa marehemu utaletwa. Kwa marehemu hayuko hapo. Ndio maana kwenye msiba wanalia, japokuwa mtu huyo amepakwa makeup, amepakwa wanja, ni yule yule, sio amebadilishiwa, lakini wanalia kwa sababu yeye halisi ameondoka. Kwa hiyo wewe sio huo mwili. Ingekuwa wewe ni mwili, siku ya msiba wasingelia, wangesema huyu hapo ametuletea, sema wamemlaza tu waongei. Wow. Lakini we are not stupid. Sisi wajinga. Sema tu wakati wa kudefine sini kina nani ndio tunakuwaga wajinga. Ila siku ya msiba tunakuwa na akili timamu ya kwamba hii ngoma aliyotuletea jamaa ameshaondoka, hayupo, huu ni mwili wametuletea. Kwa hiyo marehemu ni nani? Sababu kama marehemu ni mwili, marehemu ni mweupe, huyu jamaa aliyeko kwenye sanduku ni bado ni mweupe, bado ni mweusi, bado ni mwanaume, bado ni Mkuria, bado ni engineer. Kinachoaliza ni nini? Kwa sababu mtu halisi ameondoka. Sasa picture it that way. Achana na hili kasha ambalo Mtume Paulo anasema
analiita kao au makao. Unaelewa? Sasa sitaki kwenda kwenye theolojia tumeenda kuandaliwa makao, na wengi wanafikiri ni nyumba lakini Paulo anaita hili ni kao letu la hapa duniani. Kwa anasema kuna kao jingine. Sasa wewe sio haya makao liyopo hapa tu, ni sehemu unaishi. Ndio maana wewe huwezi kusema mimi ni gorofa. Hiyo ni nyumba unaishi. Wewe huwezi kusema wewe ni hostel. You won't define your identity kama mahali unapokaa. Wewe sio kitanda unacholala. Wewe sio mavazi unayovaa. Ndio maana mtu ambaye anajua true identity hapati maana ya yeye ni nani kutokea kwenye mavazi aliyovaa. Unaona, kwa watu wasiojua anasema mimi nikivaa suti mimi ni mtu wa maana. Nisikilize, wewe ni mtu wa maana. Wewe ni mtu. Kuna wengine wanahangaika wanavaa sijui Nike, sijui Adidas. Sasa sisemi sio sawa sawa. Na wengine sijui Abibas, Adidas, vyovyote. Ni ukivaa brand fulani, Gucci. Dada girls are dying kuwa na pochi ya Gucci. Ukiwa na iPhone na macho matatu unajiona we ni mtu. No. Hilo ni simu tu mpendwa. Hicho ni kifaa cha mawasiliano tu mpendwa. Lakini wewe sio wewe. Thamani yako haiko kwenye simu, haiko kwenye Gucci, haiko kwenye Nike, haiko kwenye vazi unalovaa. Thamani yako haiko kwenye mwili, haiko kwenye weaving, haiko kwenye rasta. Uwe umesuka umebana mchicha au umesuka bambucha. It doesn't matter. Wewe ni zaidi ya nywele ulizosuka. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Ukianza kujiuliza hilo swali, kuna vitu utaacha kukimbizana navyo. Kuna wengine yeye ni amount ya wadada ambao ameongea nao na wakamkubalia. Yaani ile kuwa na wadada unajiona Mswati, King Mswati. Hiyo sio tafsiri yako. Hiyo sio identity yako. Swala la kwanza, mimi ni nani? Swala la pili, mimi ninatokea wapi? Ambao ni swali la asili, linajibu asili yako. Na wengine hapo kusema asili yao, sasa sijui Bunda, si Kigoma. Wewe hujatokea Kigoma. Wewe hujatokea Bunda. Wewe ni product ya mbinguni, made in heaven. Sema tulikuwa assembled, ilikusanyiwa pale Kigoma. Wewe ni product ya mbinguni mpendwa, made in heaven, assembled in Tanzania, but made in heaven. Made in heaven. Lazima ujue asili yako. Mzaburi, moja ya zaburi inanipasua kichwa sana nikisoma. Anasema mpumbavu anasema moyoni mwake hakuna Mungu. Very philosophical. Yaani hiyo sio zaburi tu ya kusema hivi. Very philosophical. Sasa sina muda wangu umeisha kabisa. Kwa faida yako, kamtafute mtu anaitwa St. Thomas Aquinas. Mtakatifu Thomas wa Aquinas. Ni Mkatoliki. St. Thomas Aquinas anaelezea God's existence. Analeta hoja 5 za uwepo wa Mungu bila kutumia Biblia, kwamba Mungu yupo, bila kuargue kupitia Biblia. Sasa nataka nikope baadhi ya arguments zake. Nikimkuta ndugu yangu, naitwa nani rafiki? Prosper. Nikamkuta Prosper nani? Mpeleta. Nikamkuta Prosper, hey bro, inakuaje? Fresh nini? Prosper niambie, hivi unajua pastor? Mi sina wazazi. And not as in wamefariki. Yani mi sikutokana na baba na mama. Yani mimi amna aliyenizaa mimi. Ukikutana na Prosper wa namna hiyo, hongera, umekutana na Prosper mpumbavu. Kwa nini? Philosophically iko hivi. Kitu chochote kilichopo kimetokana na kitu kingine. Very philosophical.
kitu chochote kilichopo. Unaona hizi mic zitakuwa ni mic za kipumbavu kusema hazina manufacturer. So, kitu chochote ukienda nje angalia, chochote unachokiona kimetokana na kitu kingine. Kwa Prosper ametokana na mwingine, na hicho kitu kingine ambacho kimezalisha hiki kilichopo, hicho kitu kingine ni tofauti na hiki. Nanisikia vizuri? Sasa wakati anaargue kuhusiana na uwepo wa Mungu, anasema ukiona kitu kimetokana na kitu kingine ambacho sio hiki, na hiki kitu kingine kilichosababisha hiki kimetokana na kingine ambacho sio hiki. Sasa ukienda hivyo hiyo ni duara isiyoisha. Lazima ufike mahali kuna kitu ambacho hakitokani na kingine. Hiyo ndio inaitwa uncreated creator. Muumbaji asiyeumbwa ndiye Mungu. Sasa Prosper akisema mimi sijatokana na mtu, anatuambia hivi mimi ni mpumbavu. Ndio ujumbe anaosema. Ndio maana mzaburi anasema mpumbavu anasema hakuna Mungu. Maana yake ni kusema sina chanzo and therefore I don't exist. Kusema hakuna Mungu ni kusema haupo. Sasa ile ya kwamba upo ni ushahidi ya kwamba kuna Mungu. Unatokea wapi? Kwa nini niko hapa duniani? Swali la kusudi. Kwa nini niko hapa? Why do I exist? Ni swali la kusudi. Alafu swali la 4, mimi ninaweza kufanya nini? Ni swali la viwekezo na uwezo, potentials and abilities. Na swali la mimi ninaenda wapi? Ninaenda wapi na haya maisha? Ni swali la hatima. Kwa mimi ni nani? Ninatokea wapi? Kwa nini niko hapa? Ninaweza kufanya nini? Uwezo gani umewekwa ndani yangu? Bila kujali kwanza elimu. Nisingetaka kwenda kwa upana huko. Bila kujali elimu kwanza. Kwa sababu Mungu alivyotuweka, ametuwekea na uwezo wa kuyaweza mazingira yetu bila hata kwenda shule. Ndio maana unaona kuna watu walikuwa wanagundua nguo, hawakwenda shule ya manufacturing. Sisi ndio tunaenda. Kuna watu waligundua mawasiliano, hawakusoma telecommunication. Kuna watu waligundua moto. Ni Mungu ameweka uwezo wa akili ndani ya mwanadamu kiasi kwamba kuna matatizo unaweza kuyatatua. Kazi ya shule ni kuboost huo uwezo, sio kukupa uwezo. Hakuna shule itakupa uwezo. Ndio maana kuna watu wanasoma shule na wanatoka hawana uwezo, kwa sababu wanautafuta uwezo nje yao na uwezo uko ndani yao, wamepewa na Mungu. Very dangerous. Alafu mimi ninaenda wapi? Hilo ni swali muhimu sana. Mimi ninaenda wapi? So kesho nimejisetia stage. Kesho nitakuja kwanza kufundisha namna ya kuligundua hilo kusudi la Mungu. Nenda jiulize hayo maswali. Labda nitakuja kuyaongezea maandiko na nyama kidogo kesho. Halafu nianze kukuambia mambo kadhaa ambayo yatakusaidia kuligundua kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Funika macho yako. Roho Mtakatifu, wewe ndiye uliyevuvia neno. Limeandikwa kwa pumzi yako. Maneno yangu yana ukomo na yanafika mwisho. Pumzi yako ni endelevu. Uko ndani ya mioyo ya watu wako. Uko nao kila sehemu. Uko nao kila pahala. Ninaomba kwa pumzi yako lifafanushe neno lako ndani yao. Sema na mioyo yao. Ivute kukuelekea. Igeuze kukuelekea. In the name of Jesus. Na ninaomba ya kwamba utatukuzwa kwenye maisha yao, katika jina la Yesu Kristo. Amen. So kesho baada ya kujifunza nitajitahidi sana. Kwanza tutakuwa on time. Alafu nitajitahidi sana kusukuma kama dakika 30 mpaka 35. Alafu na muda ambao tutaomba pamoja na tutaimimina mioyo yetu kwa nguvu ili kutaka kutoka kwa Bwana. Amen. So see you tomorrow. Mungu akutendee mema kwa jina la Yesu.